Mwashamba Baskofu, tunakupongeza sana tunapoungana nawe kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya miaka 25 ya upadri. Msikilizaji na mtazamaji angependa kufahamu ni lini ulisikia na kuhisi ile sauti iliyokuvuta wewe kuwa padri, na nini zaidi ambacho kilikusukuma mpaka kuingia katika wito huu mtakatifu? Karibu. Asante sana. Kwanza nawashukuru kwa kuja hapa Tunduru Masasi, hususan kwenye nyumba ya askofu hapa Tunduru, ili niweze kushirikisha pamoja nanyi safari yangu hii ya wito miaka 25 ya utumishi wangu kama padri. Na namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa baraka hizo. Nilipokuwa darasa la 4 la 5 shule ya msingi, mama yangu mzazi, Mama Ana Ngatimwa, alikuwa kila Jumapili tulikuwa tunakwenda naye kanisani. Na mara baada ya misa, mama yangu yeye alikuwa kwenye chama cha kitume cha Legio Maria. Kila baada ya misa alikuwa ananipeleka, tunakwenda wote kusali rozari Legio Maria kwenye chama cha kitume cha Legio Maria. Na kile walezi wa pale walikuwa ni Wakapuchini wa pale Jangwani Ifakara. Kumbe hiyo ilinijengea taratibu ule moyo wa kusali. Na nilipokuwa kanisani kwa naona mapadre, nilikuwa nakwenda kwa Wakapuchini kusali pia. Nilikuwa naona mapadre wa Kapuchini, mabrother wa Kapuchini, walikuwa wanafanya kazi zao, walikuwa wanafanya utume wao. Na kadiri ya miaka nilikuwa nakwenda pia, siku zingine nilikuwa nakwenda mwenye kanisani siku za wiki, Jumatatu mpaka Jumamosi. Misa ile ya saa 12:30 wazazi walikuwa wananiruhusu kwa darasa la 5, la 6 mpaka la 7. Na nilikuwa na wahi hivi, nilikuwa nafika pale, masista na watawa wa Francisco wa Upendo walikuwa na sali yale masifu ya asubuhi. Kumbe mimi nilikuwa nashiriki kusali yale masifu ya asubuhi. Kumbe namna walikuwa na sali, namna walikuwa naimba yale masifu, na mwishoni pale basi padre anabariki, anawabariki wale na anatubariki sote. Namna padre alikuwa anasoma misa na utumishi wao sehemu mbalimbali. Kwa kweli vitu hivi vitaratibu na mimi vikaanza kunivutia. Nilikuwa siachi kwenda kanisani, siachi kuongozana na mama kwenda kwenye Legio Maria na sehemu zingine, na wale mabrother na mapadre wa Kapuchini tulikuwa tunakwenda picnic na nini. Hayo yote yakawa taratibu yananivutia nipende wito wa upadre, wito wa utumishi. Na hasa nilikuwa naona mapadre wanafanya utumishi wao kwa watu wa rika mbalimbali, wa aina mbalimbali na mazingira mbalimbali tulikuwa nakwenda nao. Kwa kweli ilinivutia sana. Maana nikaanza sasa taratibu na mimi kupenda maisha haya. Na hata nilipomaliza darasa la 7 nikasema lazima nifanye mtihani wa seminari. Na nikafanya mtihani wa seminari na nikafaulu kujiunga kwenda Kasita seminari ya Mahenge. Ndio safari ilivyoanza. Asante sana baba. Na familia basi ipokeaje namna ambavyo wewe ulipoambia unakisikia na unasikia ule wito ndani yako? Kwa kweli familia walipokea vizuri sana. Wote walipokea vizuri, hasa baba na mama walifurahi sana sana, na kaka na dada zangu na kwa kweli walipokea vizuri sana. Kidogo alikuwa na mashaka mama mdogo. Mimi mama yangu kwa upande wao walizaliwa 3 wote wa kike. Naona sasa huyo mama mdogo wa mwisho wao akasema, wewe unataka kuwa padre? Nikamwambia ndio nataka kuwa padre. Yani ukifa ndio nakuweka pale mbele kanisani, watu wakupite tu wakuangalie wewe kama sanamu? Nikamwambia ndio. Sasa ndio unataka uwe padre bila kupata wajukuu sisi? Nikamwambia ndio. Sasa mwishoni akasema haina shida na kuombea. Kumbe wote wazazi, baba na mama, walipokea vizuri. Kaka na dada zangu wote walipokea vizuri, na kwa kweli walinisupport sana katika safari yangu. Na ulivyoingia seminari sasa pale,
maisha yalikuwaje, ilikuwa ni namna gani, na labda katika kipindi kile cha mwanzoni na kadri siku zilivyoenda ilitokea labda ukahisi kukata tamaa? Kwa kweli maisha ya seminari, hasa seminari ndogo pale, hata wazazi, hata mimi mwenyewe, moja ya mashaka ilikuwa ada na matumizi. Natoka katika familia ya kimaskini sana, na baba yangu alisoma mpaka kwa kweli darasa la pili tu shule ya msingi, na mama alishia darasa la 4. Kumbe uwezo wao wa kiuchumi kuwa ni wa chini sana, hata kaka na dada zangu. Kumbe hili ilikuwa moja ya mashaka, lakini Mungu ana namna zake. Nilipomaliza ile darasa la 7, nikasema sasa ngoja nitafute kazi. Naangalia darasa la 7 na wenzangu pia waliomaliza darasa la 7 wachache ambao tulienda pia seminari. Kuma nikaenda ile hospitali ya rufaa ya Santa Francis pale Ifakara. Kipindi kule kulikuwa na sister mmoja wa Bardeg Sisters ambaye ilikuwa katika ofisi fulani ya mambo ya kazi. Nikaenda kuomba nifanye pale kazi. Nikamwambia mimi nimechaguliwa kwenda seminari, kasita. Wazazi wangu hali yao ni ngumu sana, sina hakika kama wataweza kulipa ada. Na imagine ada kipindi kile ilikuwa ile ya Tanzania 3,000 tu kwa mwaka. 3,000 kwa mwaka, lakini ilikuwa ni ngumu sana kuipata. Basi yule sister akasema leta ile joining instruction waliokuletea. Basi nikaipeleka kwake, kaiangalia na wenzangu, akasema okay, basi nitawapa kazi za kufanya, afu mwisho wa mwezi nitawapatia haya mahitaji yote. Na ni kweli tulikuwa nafanya kazi za kufyeka pale Santa Francis, kudeki yale makorido, kusafisha vyoo. Tunaanza saa 1:30 asubuhi na kumaliza saa 9 kila siku. Baada ya mwezi kuisha, muda wa kwenda kazi seminari ukaribia. Basi yule sister akatuita, nilikuwa mimi na wenzangu kama 3 hivi. Kwa kweli yale yote yaliyoandika kwenye joining instruction, mablanketi, mashuka, viatu na nini, vyote akatupatia, na ada ya ile mwaka mmoja shilingi 3,000 ile akatulipia. Lakini hiyo haikuchukua muda, ilichukua mwaka wa kwanza, wa pili yeye akahamishwa. So baada ya kuhamishwa kurudi kwao Uswizi, maisha yakawa magumu sana sana, kwa maana kwamba ndio wazazi walikuwa wanajitahidi, lakini hata ile fedha ya kujikimu pale, kununua sabuni, mafuta na nini, ilikuwa ngumu. Nilichukua nafanya siku za Jumamosi, siku za kufua na time, nasubiri kwanza wenzangu akishamaliza kufua na wakiondoka, mimi naenda pale washroom, sehemu ya kufulia nguo, na ukota vipande vile vidogo vidogo, alafu naweka kwenye chupa fulani hivi, naijaza, alafu naweka maji, natengeneza pofu, nafulia nguo zangu. Ndio uliokuwa mtindo kuanzia form 2, form 3. Baada tulipofika form 3, baba alikuwa anafanya kazi kwa Dr. Mzungu Mjerumani, na alikuwa anafanya kazi pale Santa Francis. Namkumbuka mpaka leo, anaitwa Dr. Lenoff. Basi mzee akamweleza kuhusu hali yetu. Yule dokta akasema haina shida, mimi sasa nitawalipia ada. Na kweli Dr. Lenoff kuanzia ile form 3 akatulipia ada ya shule mpaka namaliza form 6. Namshukuru sana yule dokta. Na mwaka 2012 wakati niko padre tayari, niko Roma, nilimwambia mimi niko Roma wakati yeye yuko Ujerumani, wakati anafanya kazi Denmark, lakini basi anaishi Ujerumani. Nikamwambia niko hapa Roma. Akasema kweli, akanitumia ticket, nikaenda mpaka kwao, nikaenda kumshukuru kwa msaada wake alionipatia. Kumbe ndio kulikuwa na ugumu huo, maana unatoka nyumbani unapewa tu hela kidogo, wala una sabuni, yani hiyo muhula mzima. Uko pambana na hali yako, namna nilikuwa napambana na hivyo. Lakini ajabu, kwa baraka na neema za Mwenyezi Mungu, wala sikufikiria kukata tamaa.
kwamba bwana sasa naacha seminari narudi. Na nashukuru wazazi wangu, baba na mama walikuwa wananipa moyo sana, hata ndugu. Sema wewe piga hatua mbele, endelea tu na maisha yanawezekana, mpaka nimemaliza pale kidato cha 6. Baba, tukikumbuka Julai 3 mwaka 2021 uliwekwa wakfu katika daraja takatifu ya upadre. Ni hisia zipi zinakurudia mpaka hii leo baada ya kipindi cha miaka 25 na tunapofanya kumbukumbu hii leo? Nini unachokumbuka? Kwa kweli ni shukrani. Moja ni shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa baraka na neema zake, kwa sababu huu ni upendo wake tu, huu ni baraka zake tu, hizo ni neema zake tu. Nakumbuka mimi nilisoma falsafa Kibosho na teolojia Kipalapala. Tupomaliza ule mwaka wa 3 kama taratibu zilivyo, ninarudi mwaka wa uchungaji. Na mwaka wa uchungaji nilipangiwa parokia moja inaitwa Nguheranga huko jimbo la Mahenge. Na nikamaliza safi. Tukarudi seminarini Kipalapala sasa ule mwaka wa 4, na kipindi kile ushemasi ulikuwa unatolewa huko seminari kuu. Sasa hivi wamerudisha natolewa majimboni. Kipindi kile unatolewa seminari kuu. Sasa wiki 3 kabla ya ushemasi, basi nikaitwa ofisini kwa baba rekta na kunionyesha barua kwamba bwana, askofu wako anasema usimame usipate ushemasi. Sasa mimi pia nilikuwa nashughulikia sacristy, nilikuwa mtu wa sacristy. Na sababu zipi? Sasa askofu wako anasema anataka kukufahamu zaidi. Kwa kweli ilininyong'onyesha. Binadamu yoyote mwenye hisia lazima kitu kama hiki mguse. Katika darasa wewe ni mmoja wapo unaambiwa kwamba hautapata ushemasi. Kweli niliumia, lakini ajabu nilikuwa na ujasiri. Ingawa nilikuwa nashughulikia sacristy, lakini niliendelea kufanya kazi. Hata siku ya ushemasi mimi ndo niliwaandalia wenzangu kwa darasa langu pale sacristy, nikawaandalia mavazi, nikaandaa ubani, kila kitu. Mambo yakaenda mpaka yanakwisha. Basi nikamaliza pale, nikafanya baccalaureate yangu, tukarudi jimboni. Kwa kweli sikurudi moja kwa moja jimboni, nilirudi moja kwa moja kwanza nikaenda kwa kaka Dar es Salaam. Nikavana mambo ndio hivi, na sidhani kama mimi nitaendelea tena. Nikakaa kwa kaka karibuni wiki 3. Lakini kaka kaniambia nenda kwa askofu wako, kajue hatima yako. Basi nikaenda kwa askofu Ndorobo kasema kweli mimi nahitaji kukufahamu, utakaa na mimi hapa kwa mwaka mmoja. Nikakaa pale kwa mwaka mmoja, wakati unaendelea kufundisha seminari Kasita. Hatimaye akanipatia ushemasi na baadaye upadre. Kumbe na yakumbuka sana haya kwa miaka 25. Ndio maana nasema ni baraka tu na neema za Mwenyezi Mungu. Namshukuru Mwenyezi Mungu na washukuru wale wote kuanzia Askofu Agapiti Ndorobo, mapadre, watawa na waumini wote ambao waliniombea, wanishika mkono, wakanipa support yao. Mpaka sasa hivi niko hapa Tunduru Masasi kama askofu. Kwa hiyo namshukuru sana Mwenyezi Mungu na wote ambao wameniombea. Sawa baba, na miaka 25 ya upadri imekuwa na maana gani kubwa zaidi katika maisha yako ya kiroho na uchungaji? Upadre nasema uaskofu ni utumishi. Kumbe napata furaha, napata amani pale ninapojitoa kuwatumikia watu ambao nimekabidhiwa na kanisa, nimekabidhiwa na Mwenyezi Mungu. Na itoka nilivyokuwa Mahenge na mpaka sasa hivi niko hapa Tunduru Masasi. Kumbe kwangu upadre, uaskofu ni utumishi kwa watu. Na hapo ndo unapata nguvu, unapata baraka, unapata neema. Kumbe mimi najivunia kwa hizo baraka na neema ambazo zinanipa nguvu niendelee kufanya kazi yangu au kufanya utumishi wangu kama padre, utumishi wangu kama askofu.
Na kwa miaka hiyo basi, ni tukio gani la kichungaji ambalo limegusa moyo wako zaidi katika miaka hii 25? Kuna mengi. Mimi toka nilivyokuwa Mahenge nilikuwa napendaga sana kwenda Vigangoni. Napenda sana. Kuna kipindi kile ambacho mimi na wasaidizi wangu pale Kuiro Mahenge, ilikuwa kipindi cha kubariki nyumba, kutembelea familia, kubariki nyumba. Ni kipindi kizuri sana na Vigangoni. Unakwenda ingawa ni mbali vigango vingine, na kule Mahenge kuna vigango ambavyo unatembea kwa mguu. Hata hapa toka nilifika 2019 napenda pia kwenda Vigangoni kama askofu. Unaona, unafanya utumishi. Angalia watu wa kawaida wa kipato cha chini, angalia wanavyokupokea kama padri, kama askofu. Hata kile ambacho wanachokupatia, mtu anakupatia boga, anakupatia kuku, anakupatia vitu vya kawaida vya nyumbani, matango haya na nini, lakini ajabu inakupa ujasiri, inakupa furaha, inakupa matumaini. Hayo ndio yamekuwa yakinigusa sana katika miaka yangu 25. Lakini sala za waumini na majitoleo yao na heshima yao kwa mapadri na maaskofu, hii inanigusa sana. Waumini wetu wanatupenda na wanatuombea sana, na hata watoto. Mimi nawapenda sana watoto. Nakumbuka siku moja nilivyokuwa Mahenge, naenda kutembelea familia fulani na kubariki. Wa kwanza aliyetoka kwenye ile nyumba alikuwa ni katoto cha Yesu kadogo. Kuniona tu akisema, akaita, "Mama, askofu anakuja." Wakati mipade sio askofu. Naona mwaka 2018 na ajabu Disemba nikatangazwa kuwa askofu. Naona tulivyoenda Kondoa hapo sasa, tayari mimi kama askofu. Naona kwenye kongamano la watoto wa Yesu kitaifa lililofanyika Kondoa miaka 3 iliyopita. Tuko pale maaskofu, tumevana mavazi yetu na maitra na nini. Kuna katoto kamoja cha jimbo langu, parokia Nambaya, akamwita, "Wewe nenda pale kamuonyesha askofu wako." Kale katoto kakaja moja kwa moja kwangu, huyo hapa. Unaona jinsi watoto wanavyopokea watu wazima na wote. Hii ndio inanipa furaha sana na nguvu katika utumishi wangu. Sawa baba, na una ujumbe gani kwa vijana ambao wanahisi wito wa padri au maisha ya kitawa lakini wanakuwa na hofu? Mmoja, anawaambia kwamba wategemee kwanza baraka na neema za Mwenyezi Mungu. Kwamba Mwenyezi Mungu haiti malaika kufanya kazi zake, haiti watakatifu, anaita watu wa kawaida kabisa na makasoro yao na mahangaiko yao, lakini na hao wakijikabidhi kwao, taratibu anaanza kuwakamilisha sasa wafanye vizuri hiyo kazi yake. Kumbe wasiwe na hofu hiyo. Na ya pili, wao walinzi wa wito wao. Kuwa mlinzi wa wito wako, mlinzi wa ndoto yako, kwamba mimi nataka kuwa padre, mimi nataka kuwa mtawa. Hapa omba tu baraka na neema za Mwenyezi Mungu zikusaidie, na wala usikate tamaa, kwa sababu mambo haya yanawezekana. Watu wamepitia magumu mengi, lakini wakajikabidhi na ya mambo yamewezekana. Na kanisa la leo limekuwa likikumbana na changamoto nyingi za kijamii na kiteknolojia. Unaonaje nafasi ya kanisa katika kizazi cha sasa? Ni kweli kuna mgawanyiko mkubwa sasa hivi kwenye mambo ya kisiasa, mambo ya kiuchumi, mambo ya kijamii, lakini muda wote kanisa bado litabaki kuwa sauti ya maadili na sauti ya utu. Litabaki kuwa pale. Tumana kanisa muda wote linazungumza kuhusu upatanisho, linazungumza kuhusu haki, linazungumza kuhusu upendo. Hiyo ni kazi ya kanisa, na litaendelea kufanya hicho kitu, na litabaki kufanya mambo haya. Kanisa pia liko makini katika matumizi ya teknolojia katika ulimwengu wa sasa, mambo ya AI, artificial intelligence na mambo mengine mengi.
Mnaona nini kinaendelea katika mitandao. Kile kanisa linachosema kwanza kutumia teknolojia kwa hekima na busara. Ya pili, kanisa pia linatumia teknolojia kuinjilisha. Kuna vikundi vingi sana vinatumia teknolojia kutoa mahubiri, kuinjilisha, na vitu vingi sana vinafanyika. Na ya tatu, kanisa litabaki hasa kwa vijana, si tu kutoa majibu ya haraka bali kusikiliza. Tumana kanisa linasikiliza, halafu taratibu linaelewesha vijana, linatoa majibu yake. Sawa. Na nini kinakupa nguvu na hamasa kuendelea kulitumikia kanisa kwa uaminifu mpaka hii leo? Na je, katika utumishi wako kuna wakati ambao umewahi kujisikia vibaya au kuwa na majuto kwenye njia uliyochagua? Mimi ninaamini kwamba nguvu ya kweli na nguvu halisi inapatikana katika kutoa huduma kwa watu, kuwatumikia watu, kuwa mtumishi wa kweli wa watu. Hapa ndo unapata nguvu ya kuendelea. Kwa padre, kwa askofu, kwa kardinali, baba mtakatifu na kiongozi yoyote wa kanisa, hata si wa kanisa, hata wa serikali, utapata nguvu ya kuendelea kufanya utumishi wako kama utawatumikia kwa kweli kabisa wale ambao umekabidhiwa. Na hii unapoomba pia neema na baraka za Mwenyezi Mungu. Kwa hayo mawili ukiyafanya, utapata nguvu tu. Na mimi namshukuru Mwenyezi Mungu napata nguvu hiyo, kwa sababu mimi napenda na ni wajibu wetu kuwatumikia watu, na tunapata nguvu katika utumishi wetu kwa watu. Katika utumishi wako ni somo gani kubwa ambalo waamini wamekufundisha kama padre, lakini baadaye kama askofu? Nilishagusia moja ya kitu ambacho waumini wamenifundisha sana ni sala na majitoleo yao. Kuna waumini sehemu zingine mpaka mwenyewe askofu unaona kumbe mimi sisali. Wanasali, ukiona vyama vya kitume na makundi mbalimbali, hiyo sala na majitoleo yao na maombezi yao kwa viongozi wao, mapadre, watawa, maaskofu, makatekista, wanawaombea sana, wanawaheshimu sana, wanawasaidia sana, na wanawatumikia sana, na wanawasaidia kwa mambo mbalimbali. Kweli hiko kitu mimi nawashukuru sana waumini wetu kwa hilo. Sawa bana, tangu Februari 17 mwaka 2019 umekuwa kiongozi jimbo Katoliki la Tunduru Masasi. Je, una ndoto au maono gani kwa jimbo Katoliki Tunduru Masasi na kanisa kwa ujumla kwa miaka ijayo? Mimi ndoto yangu hasa katika jimbo langu la Tunduru Masasi, unajua idadi ya mapadre jimbo la Tunduru Masasi ni ndogo sana. Kumbe ndoto yangu mbele ya safari na sali na kuomba baraka na neema za Mwenyezi Mungu tupate idadi nzuri, au tuseme ya kutosha. Kila wakati mwingine hatuwezi kutosha, basi idadi nzuri ya mapadre katika jimbo langu la Tunduru Masasi, na hivyo kupanua wigo wa uinjilishaji, maana yake kuongeza idadi ya parokia katika jimbo langu la Tunduru Masasi. La pili pia kuongeza idadi ya mashirika ya kitawa katika jimbo langu la Tunduru Masasi. Hii nayo ni shida, tuna mashirika machache sana. Kumenawaalika mashirika mbalimbali waje kufanya utume katika jimbo hilo la Tunduru Masasi, na hii pia itaongeza kija vyama na mashirika mbalimbali, mapadre ukiongezeka, uinjilishaji ukiongezeka, na pia tutapata waumini wengi wako na ubatizo, kupata kipaimara, ndoa, na idadi ya waumini jimbo la Tunduru Masasi itaongezeka. Pia kuongeza pia huduma za kijamii, na hicho ndio ninachofanya, kufungua mashule. Sasa nimefungua shule ya wasichana, sasa nataka kufungua shule ya shule ya msingi, chekechea, kuongezeka huduma zingine za kijamii kama kuongeza vituo vya afya mpaka hospitali. Hiyo ni ndoto yangu
mbele ya safari, na ninaamini Mungu atabariki. Sawa. Katika jubilei hii ya miaka 25 ya upadri, ungependa kuambia nini mapadri, watawa na waamini wanaokuombea na kushirikiana nawe katika utume? Kwanza nawashukuru sana kwa kunipokea jimbo hili la Tunduru Masasi. Nashukuru sana kwa ushirikiano, kwa upendo wao, kwa umoja wao. Nawashukuru sana kwa kutembea pamoja mpaka sasa hivi, toka 2019 mpaka leo tunatembea pamoja vizuri sana. Mwisho nawaambia uwe ndio moto wetu, umoja na ushirikiano na upendo, tukijikabidhi kwa Mwenyezi Mungu. Tuendelee kushirikiana, tuendelee kufanya kazi ya uinjilishaji, tuendelee kuwavutia watoto na vijana wengi katika kanisa, ili tuweze kutembea pamoja, na muda wote tuwe karibu na watoto wetu na vijana wetu, hasa katika ulimwengu wa sasa ambao tuna maadili imekuwa ni swala ngumu kidogo kwa vijana wetu na watoto. Wazazi wajikabidhi kwa Mwenyezi Mungu, watoto wawasikilize wazazi wao, wawaelekeze wazazi watoto wao vizuri, na wasikilize kanisa linasema nini, kusudi sote tutembee pamoja kwa furaha, amani na upendo. Asante sana baba. Basi tunapokushukuru, chochote kile ambacho ungependa kuambia wanaokutazama, wanaokusikiliza, nje na yale ambayo tumezungumza? Mimi nashukuru sana tena kwa wote ambao wamekuwa wakinifahamu, hata wale ambao hawajanifahamu wananisikia. Kwanza mimi naomba mniombee ninapofanya jubilei yangu ya miaka 25 ya utumishi wangu kama padre. Pili, nawakaribisha jimboni Tunduru Masasi tarehe 23 mwezi wa 8 kwenye hiyo sherehe kubwa kabisa. Mungu amenijalia baraka na neema zake. Basi na mwisho pia mimi nitaendelea kuwaombea ndugu zangu waumini wote, si tu wa jimbo la Tunduru Masasi, bali katika kanisa lote la Tanzania na kanisa la ulimwengu. Na sote tuwe wamoja, tushirikiane, tupendane. Sisi sote ni binadamu ambao tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu. Asanteni sana na karibuni sana Tunduru Masasi. Asante sana.